cha asubuhi. Jana tuliangalia kwenye kiwango cha ya kwamba mfungo inahusu kujizuia au kuacha, to abstain. Yani unapoanza kufunga elewa kwamba kuna maagizo ambayo Bwana alisema, na tuliona ya kwamba ni sehemu ya kujizuia. Tunajizuia nini? Sasa hapo tunarudi sasa katika mambo yetu katika mwili. Yani kila mtu, hakuna mtu hapa asiyependa kula, hakuna mtu hapa asiyependa kunywa, kuna mtu hapa asiyependa vitu vizuri, lakini sasa mfungo, maybe imagine, ndio inakuzuia hiyo mambo yako mazuri ambayo unapenda. Yani imagine, yani ni kitu cha ajabu sana, Archbishop. Sijajua kwa nini Mungu alisema hii kitu kwenye Bible. Ya kwamba imagine una nyama yako hapa, una kuku yako hapa, alafu unaiangalia kama haina maana. Ukiulizwa unaambia nimefunga. Sasa umefungaje mpaka unaacha kula? Yani ni kitu cha ajabu, utaeleza nini sasa? Kwa hivyo tuliangalia kwamba mfungo ni sehemu ya kuwezi kuacha vitu fulani, kwa maana Mungu aliagiza ya kwamba na hii ndio itakuwa chakula chenu. So hiyo ni same part of our body sasa. Kwa hivyo mfungo naona sasa imetuleta katika sehemu sasa kushughulikia miili yetu, ya kwamba sasa inaweza ikawacha vitu kwa muda kwa ajili ya utukufu wa Mungu. So na ndio nakuta katika neno la Bwana kuna yale ambayo Mungu aliagiza, na kabla sijataja point zingine katika hiyo kujizuia katika kula, elewa pia kama Archbishop anaendelea kutukumbusha, leo ni siku ya kuombea viongozi. And I believe ya kwamba hasa katika kanisa, najua katika kanisa viongozi tukiwa vizuri, tukijiweka vizuri, tukifuata Mungu vizuri katika idara zote ambao Mungu ametupa, kazi hata ya ufalme inakuwa nyepesi sana. Na hii ndio lengo la Mungu pia, kutufanya sisi viongozi tufunge na kuomba. Andika point zinayofuata. Maombi nilisema na narudia kwamba prayer should increase our praying life, ya kwamba fasting inaongeza kiwango chako cha maombi. Unapofunga, yale mfungo inakuongezea nguvu katika uombaji wako wa kila siku. So which means ya kwamba hizi siku ambao tuko hapa, siku 7 za kufunga na kunyenyekeza nafsi zetu, elewa ya kwamba tunapokea nguvu, ya kwamba hata tutakapomaliza mfungo baada ya siku 7 utaendelea kusikia ile hali yako ya kuomba pia imeongezeka. Jambo lingine tunaangalia kwamba maombi ya kufunga ndio huwa inamsaidia mtu kujitenganisha na mambo ya dunia haya. It really helps you to separate from the earthly things. Yani maombi ya kufunga ndio yanayekusaidia wewe kuweza kujitenganisha na mambo ya ulimwengu huu. Why? Kwa sababu inakuhamisha katika ukawaida, inakuleta katika kiwango chako ya kuelewa kwamba pamoja huko duniani hapa, lakini haya mambo najitenga nayo. Hiyo ndio maombi ya kufunga inakusaidia. Jambo la pili, pia maombi ya kufunga ndio huwa inakuwezesha wewe kuendelea kupata chakula cha roho mbinguni, kwa sababu hapo ndio tunapata mkate wa uzima. Kwa hivyo tuna mkate ya kawaida, tuna vyakula vya kawaida, lakini unapofunga manake umeruhusu ya body ilishwe na Mungu. Kumbukeni hata Yesu mwenyewe alipoletewa chakula na wanafunzi wake alisemaje? I think ipo kwenye Yohana 4:34 kama sikosei. Yohana 4 alisema ya kwamba mimi ninacho chakula na chakula changu ndio hichi, kutenda mapenzi ya Bwana. I think it is in that John chapter 4 kuendelea hiyo mistari. Lakini ndio hivyo imeandikwa, Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hichi, niatende mapenzi yake aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. And Jesus said unto them, my meat is to do the will of him
that sent me and to finish his work. Kwa hivyo maombi ya kufunga inakusaidia wewe sasa kuhama chakula ya kawaida na kuingia katika chakula cha mbinguni. Na mtu asema amen jamani. Kwa hivyo hauna hasara. Alafu wacha niwaambie, ukirudi katika mambo ya kisayansi ni hivi kwa ufupi. Unajua vile tunaendelea kula, tunakula kwa sababu ya kugain energy, fat and all those things katika mwili. Yani unapokula every day, yani chakula hicho unachokula kinakupa nguvu ya kupa energy, inajenga fat kwenye mwili and all those things. Lakini uelewe vile unaendelea kula, kuna sehemu ya mwili inahifadhi hizo vitu. Inahifadhi hiyo energy, inahifadhi hayo mafuta, inahifadhi kila kitu kutokana na chakula ambao umekula. Kwa hivyo ndio naona kwamba mtu akila anapata nguvu. Unashangaa nguvu zimetoka wapi? Huwezi kusema ni nguvu za chakula, yani already ile energy ina increase. Ndio naona mtu akila then hata ulinzi wa mwili wake unakuwa salama. Kwa hivyo maana yake sasa ukifunga ukifunga ndio huwa tunasema ni vizuri ubalance kile unachokula. Why? Kinakujengea future energy, kinakujengea nguvu za baadaye unapotaka kufunga. Kwa hivyo maana yake sasa ukiacha sasa chakula hicho, sasa mwili unarudi kudai ile energy ambayo ilikuwa inaweka, inarudi kudai yale mafuta yaanze kufanya kazi. Kwa hivyo mtu ndio naona inampasa asile tu mradi anakula. Why? You are restoring energy. Unajiwekea energy, unajiwekea nguvu, unajiwekea mafuta ya akiba. Na ndio naona wakati mwingine watu wengine tunapata shida sana tunapokuja kwenye level ya kufunga, kwa sababu huenda mwili haina akiba ya kutosha, huenda mwili haina mafuta ya kutosha. Kwa hivyo ni lazima your body will complain. Kwa hivyo mimi naomba ya kwamba baada ya hii mfungo pia jaribu sana ujifunze kula vizuri. Nilitegemea mtu aseme amen. Yesu wa Nazareti. Kumbe watu hawajipendi. Lakini sasa ujue hii kazi ipo kila siku jamani. Leo tutamaliza mfungo siku 7. Unategemea ufanyeje? Ni lazima ubalance. Why? Kwa sababu tunaweza maybe inaweza kamaliza tena, umemaliza kufunga, mfungo mwingine unakuja tena, na mfungo mwingine unakuja tena. Kwa hivyo ina depend what you eat, inategemea wewe huwa unakula nini. Kwa hivyo jaribu kula vitu ambao vinakujengea energy ya kutosha, kwa sababu mwili wako una store that kwa ajili ya kesho. Wakati ambao unasema nafunga, then energy inaanza kutumika, inaanza kutoka mpaka to that very level. Kwa hivyo maombi ya kufunga ndio inakuwezesha, na ndio Yesu alisema yeye ana chakula. Tena English imesema vizuri sana, and I have my meat. My meat. Meat ni nini? Yesu ameweka vizuri sana, anasema nyama ya si ndio? Sio mimi nimesema meat. Na Jesus said my meat is to do, nyama yangu ya kula ni kufanya mapenzi ya ule aliyenituma na kumaliza kazi aliyenipa. Kwa hivyo unapojitenga na uanze kuacha hayo kuna nyama special, and it is very true. Ngoja nikushangaze leo basi kama hauamini. Unajua katika miongoni mwa watu ambao walienda mfungo mrefu, ambao ulikuwa na masharti ya ukula ni Elisha. Ulijua kwamba Elia, Biblia inasema wakati Mungu anaona kwamba Elia sasa anataka apae, Biblia inasema Elia kachoka, na alipochoka kwa sababu ya mapambano amepambana nayo, akapata mti fulani akajiegeza pale anaomba afe, amechoka. Mungu katuma malaika. Alipotuma malaika akamwambia amka ukule bwana. Jamaa akakula, tena akasema haitoshi, kalala. Yani haelewi. Tena malaika na amka ukule bwana. Anakula, analala. Unajua ujumbe uliotokea?
Biblia inasema Mungu alituma malaika, na malaika akamwambia hii taarifa, akamwambia jamaa, nyanyuka ule vizuri, kwa sababu utakwenda kwenye nguvu ya huu mulo siku 40. Soma Biblia yako vizuri. Alimwambia nyanyuka ule hii chakula, maana usipokula utaenda kutembea 40 days and night. Kwa hivyo Biblia inasema Elijah aliposikia hiyo taarifa, jamaa aliamka, akala smart. Tena chakula imepikwa with an angel, imepikwa na malaika, ameletewa sijui keki, I don't know, siwezi kusema sana, lakini Biblia inajijua yenyewe. Jamaa akala, malaika asema si umeshiba? Imeisha. Njia utakayeenda chakula huoni, maji hamna, hakuna atakaye kupikia. Akamwambia utaenda katika nguvu ya mfungo wa hiyo chakula uliyekula siku 40. Na mtu asema amen jamani. Soma iko kwenye Wafalme wa Kwanza. Kwa hivyo Elijah alikula akijua anaenda kufungishwa siku 40 za mlo wake. Na kwa hivyo Mungu alimwatch. Alipoenda hakuna maji, hakuna nini, anakwenda, mfungo unakwenda, mfungo unakwenda, wa nguvu ile, energy ile inatoka, kila kitu inatoka. Mungu alipohakikisha kwamba ile nguvu ya ile chakula imeisha siku 40, Elijah yuko kwenye mlima Horeb anajiandaa kupaliwa. Kwa hivyo unapokaa hapa, ndio nimesema ni vyema sana uelewe ya kwamba mfungo ambao tunayekwenda pia unakuwezesha kuacha vitu vizuri, lakini pia ni maandalizi ya safari yetu ya kutembea vizuri na Bwana, katika zile nguvu tunazozipata katika chakula ya kawaida, na pia katika mfungo tunapofunga. Pale ndio tunaenjoy kutembea na Mungu, tukijua kwamba kumbe Bwana, wakati mimi ninapokula vizuri, huona niandaa na wewe pia kunilisha vizuri katika kiroho. Kwa hivyo mimi nawaombea kama watumishi wa Bwana, we need men and women ambao Mungu atawaraise wawe strong kiroho, kwa sababu viongozi wakiwa na nguvu katika kiroho, mili zetu tunaweza kufikiria kwamba ni kama Mungu hajali, lakini anajali. Why? Tuna safari mbele yetu. Kwa hivyo tunapoachishwa chakula, tunapoachishwa mambo mengi ya kufanya kwenye mfungo, hatuna hasara, ni maandalizi pia. Bwana anashughulikia mili zetu, na jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo kama kiongozi, ni vyema kuelewa kwamba huu mfungo inakuhusu sana, na kwenda kushika masharti ya Bwana. Why? Mungu akisema uache kitu fulani, anakuwa na maana yake. Mungu akisema tuache haya mambo, anakuwa na maana yake. Asubuhi tuliangalia Yoel alikuwa nabii kwa muda mfupi, na aliweza kusimama akatabiri mambo ya ajabu sana. Ukiyasoma mfungo wa Yoel ni sawa na unabii wa siku zijayo, siku za Bwana. Lakini ilikuwa ni tahadhari pia kwa Israeli, maana nabii akasema, jamani, hapa mazao yote yameharibiwa, hamna kitu chochote. Nilisema ni vizuri wakati mwingine hata tukiona viongozi kila idara, wakati mwingine ni vizuri kutoa muda kuombea matoleo jumla. Tunafunga, tunaombea vyanzo vya watu, tunafunga tu, not because of anything. Tunafunga kwa ajili ya vyanzo vya watu wa Mungu. Na mtu aseme amen jamani. Joel alisema hayo mambo sawa na Joel 1:12. Neno la Bwana linasemaje? Joel 11, yani Joel 1:12. Neno la Bwana linasema hivyo kama imeandikwa, Joel 1:12. Nasema mizabibu imesinyaa, mtini nao umeivia, nao maliza jamani Kiswahili hiyo. The vine is dry up, and the fig tree languisheth, and the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree, even all the trees of the field are withered
because joy is withered away from the Son of Man. Mstari wa 13, Joel anasema mambo ya mashamba, namna ilivyoharibiwa na nzige. Biblia inasema hivi, jikazeni mkaomboleze enyi makuhani, pigeni yowe enyi wahudumu wa madhabahu, njooni mlale usiku kucha katika magunia, enyi wahudumu wa Mungu wangu, kwa kuwa sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimezuiliwa katika nyumba ya Mungu wetu. Hebu imagine, hiyo ni mfungo inaelekeza kwa viongozi, hasa wanayehudumu. Waimbaji mnahudumu, wazee wanahudumu, mashemasi, idara zote, maaskofu, wainjilisti, wote ambao Bwana amewapa nafasi. And I wish, unajua siku kama ya leo, kwa sababu ni ombi la viongozi, kila kiongozi angewakilisha idara yake, wangejiwakilisha mbele ya Bwana, yani hata Mungu, hata malaika wangefurahi. Na mimi nawaombea kwamba tunapotoa jambo kwa ajili ya uongozi mzima, ni vizuri hata na sisi kujitokeza, kama vile Yoel, neno la Bwana nasema alikusanya wazee, alikusanya makuhani, akakusanya wote wahudumu ambao wanayehudumu madhabahuni pa Bwana, wale ambao wanayetoa ibada. Hakuna idara hapa ambao haiko kwenye level ya uongozi. Siku ile ambao ulipata nafasi kusimama, uelewa kwamba unawakilisha uongozi wako, unawakilisha hiyo sehemu. Kwa hivyo wewe ni mhudumu wa madhabahuni. Unasikiaje raha wakati sadaka haziendi vizuri, wakati utoaji ndani ya watu hawaendi vizuri? Hakuna wa kulaumu, ni saa ya kutangaza saumu, kufunga mbele za Bwana. Tunaomboleza, tunalia, tunaomba, na Mungu anaheshimu maombi ya kiongozi yoyote. Kwa hivyo I believe, na hii ndio naona kwamba viongozi wa mito ya baraka, I believe tunaomba Mungu tuwe vielelezo jamani. We just need to be examples. Maana tukiwa vielelezo katika yale yote tunayafanya, hata Mungu wetu atainuliwa. Na mstari wa 14 nasemaje? Mstari wa 14 nasemaje? Neno la Bwana linasema takaseni saumu. In other words, sanctify a fast. Itakaze saumu. Maana inaonekana wale waliokuwepo wali relax, wakaona mfungo ni kitu cha kawaida. Lakini hapa nabii anawaambia jamani, sawa na vile Israeli inashambuliwa hivi, haya ni mambo hata ya siku zijayo, matatizo yatatokea. Do you know, mfungo wako leo unazuia mengi ya siku zijayo. Mfungo wako leo unasimamia mengi katika miaka ijayo. Mfungo wako leo as a leader huenda inasimamia watoto, hata kama hauna watoto huwezi ukajua, lakini in future watakuwa salama kwa sababu ya mfungo wako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Joel alisema katika aliyokuwepo, lakini ilikuwa ishara katika nyakati za Bwana. Kwa hivyo mimi najua, na kila mtu hapa anayefunga kweli katika Bwana anaweza akakwambia, kuna wengine wanafunga bila kujua, kuna wengine wanajidhabihu bila kujua, lakini in future baada ya miaka 5 kumesema, kumbe ndio Mungu alikuwa ananifungisha mimi. Leo ndio naona matokeo. Wacha maombi yetu yatusaidie huko tunakokwenda katika jina la Yesu Kristo. Na mtu aseme amen jamani. Kwa hivyo maombi ya viongozi ni ya muhimu, yanaponya sasa na yanaponya yajayo. Ni wakati mwingine we leaders tunapoitwa pamoja katika mfungo huu. Tena Joel anasema sanctify that fast. Unajua kwa wenzetu kila kitu ilikuwa takatifu, kwa hivyo ilibidi watakasa hata hiyo mfungo kwanza yenyewe, ili isiwe tu mfungo lakini ionekane ni mfungo takatifu mbele ya Bwana. Why? Kuna jambo anahitaji kwa Mungu. And that is why ndio naona kwamba hamna sadaka isiyotakazwa, hamna dhabihu isiyotakazwa. Ndio naona anytime unaileta sadaka yako, kwa nini Archbishop na mama wanaiombea, inatakazwa kwenye ulimwengu wa kiroho ili mambo yako yawe salama. Na mtu aseme amen jamani. Kwa hivyo chochote ambayo kinaikuja madhabahuni kinapotakazwa hakibaki kuwa kawaida, hakibaki tu kuwa ya kwamba nilitoa hela zangu. No,
kimetakazwa, ili kama mabaya yangekuwa huko, Yesu anaipigania, Roho wa Bwana na kushindania, na mambo yako yanakuwa salama. Na mtu aseme amen. And we pray in this fasting. Wacha basi, kwa sababu leo ni siku ya uongozi, basi tunaakilisha matoleo ya aina yote kwenye mito ya baraka. Mungu afungue njia za watu wa Mungu aliye hai kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen jamani. Why? Kwa sababu hata hii project ni kubwa mno. Tunaitakaza mbele ya Bwana kwa jina la Yesu. Tunaiombolezea. Why? Tunahitaji wenye vyanzo waendelee kupata zaidi na walete, ili kazi ya Mungu iendelee, na utukufu na heshima zitarudi kwa Mungu wetu. Na mtu aseme amen jamani. Kwa hivyo siku ya leo ya viongozi ni siku ambao tumejitenga kuendelea kusimamia yale ambao Mungu amekusudia mbele yetu. Kwa hivyo wewe ukiwa hapo, wewe haukai hapo kwa hasara. Never, haukai kwa hasara. Kwa hivyo maombi ya kufunga ni ya muhimu sana. Andika point tena chache zifuatayo. Kufunga, neno kufunga, fasting is an act of obedience. Kufunga ni kitendo cha utii, maana kinakuzuia kuacha na unakubali kwa imani. Shati mtu anakulazimisha, vyakula vinaweza vikawa hapa lakini unaviacha. Kwa hivyo fasting is an act of obedience. Kufunga ni kitendo cha utii. Pointi nyingine, fasting is an act of worship. Kufunga ni kitendo cha ibada ya kimungu, an act of worship. Kwa hivyo unapoingia kwenye mfungo, ni sawa mwambia Bwana, leo mimi sasa nakuletea ibada yako wewe, ambayo haihusu mtu yoyote. Kwa hivyo fasting is an act of worship. Jambo lingine, fasting is an act of intercession. Kufunga ni kitendo cha kusimama kwa niaba ya hitaji la mtu fulani. Kwa hivyo vile wewe uko hapo, ujue unapoendelea kufunga hivyo, already kuna jambo nasimamia usiolijua, lakini Mungu atakusikiliza wewe. Mungu atajibu kwa sababu wewe umekusudia huo aina ya mfungo. Jambo lingine, fasting is an act of denial. Yani mfungo ni kitendo cha kujikana kabisa. Yani unajikana, mwili unataka, unaambia hapana. Kwa hivyo kufunga ni kitendo cha kujikana. Maana mtu yeyote asipojikana, basi utakuta ya kwamba utafanya mambo ya kawaida. Hata Yesu mwenyewe alisema, mtu yeyote anayetaka kunifuata ni lazima ajikane mwenyewe, not people to force you, mwenyewe. Kwa hivyo kufunga ni kitendo cha kujikana. Na mtu aseme amen jamani. Unajikana yale mambo ambao ungependa kuyatumia, unasema hapana, hii hapana. Na kuna watu in the Bible, nitakuonyesha, kuna watu fulani hapo in the Bible ambao waliambiwa kitu cha kutofanya na walizingatia. Na walizingatia mpaka Mungu mwenyewe akashangaa hao watu duniani. Nitakusomea tu, muda sio mchache. Andika point nyingine kuhusu kufunga. Fasting is an act of spiritual reformation. Kufunga ni kitendo cha kutengenezwa kiroho. Unajua wakati mwingine watu tunahama spiritual things kwa sababu hatujatengenezwa. Lakini uelewe kwamba fasting is an act of spiritual reformation. Kila mtu hapa wakati mwingine tunaingia kwenye matatizo ya kiroho sana. Lakini hayo matatizo ya kiroho yanatengenezwaje? Kila ibada tunakuja, unahubiriwa, unaenda to the same. Unahudhuria, unaenda the same. That is why kwenye hii mfungo hatuamini watu wabaki hivyo. Hapana, tunaamini hata kama kuna matatizo ya kiroho, huu mfungo utakutengeneza wewe ili uwe vizuri. Jina la Yesu libarikiwe sana. Those people ambao Mungu anawasaidia ili kufanya vizuri ni wale ambao wanajinyenyekeza, wanatabisha nafsi zao kiroho, wanakuwa very smart. Lakini ukiona arrogant people, watu ambao hawataki kujali, hawataki kuelezwa, ujue wana matatizo na mifungo zao basi. Lakini wewe, I believe sio hivyo. Kwa hivyo tujifunze ya kwamba hata kiroho tunatengenezwa. Hata kiroho kuna marekebisho Roho Mtakatifu anayafanya. Mfungo, andika jambo lingine.
Fasting is an act of resistance. Mfungo ndio ambaye inakupa kitendo cha kupingana na vitu vya giza. Maanake unapofunga inakupa ile kitu inaitwa resistance. Unajua resistance ni sawa ya kwamba kuna kitu inakupiga lakini haikuwezi. Hiyo ndio inaitwa resistance. Sawa? Yaani wewe unaishi, watu wanafikiri hutaweza, wewe uko na resistance kubwa. Kwa hivyo mfungo inakuwezesha, inakusaidia wewe katika hayo mambo kuyaresist kabisa kiroho, na unasimama majaribu, mambo ya kukwama. Na viongozi wengi tunahitaji tutengeneze sana, kwa sababu kuna vingi Mungu anataka tuvifanye, lakini kuna vingi pia vinashindana na uongozi. Kuna vingi ambao vinakulemea, kuna vingi ambao vinakuja pia kuresist mpango wa Mungu, hasa katika kazi unayepewa, majukumu unayesimamia. Na sio kanisa tu, hata kwenye ulimwengu wa kawaida wa kisiasa na nchi mbalimbali. I believe pia wangeelewa kwamba majukumu wanayebeba ni mazito. Kuna vingi vinapingana na leadership. Dunia hii tunayokaa, hauwezi ukajua kesho, kwa maana kuna activity, kuna biashara, kuna mambo mengi, na hayo yote yanashindana na vitu vya Mungu. Maana vinakuvuta hivi, Mungu anakuhitaji, lakini hivi vinakuvuta hivi. Wewe utashindaje? How will you resist those things ambao bado ni vizuri na vinataka kunyima nafasi ya Bwana? Hapo ndio mahali pa kufunga panaingilia. Kwa maana unapofunga, Mungu anakupa uwezo wa kusimama na kuanza kushindana na hayo mambo na kuanza kuyawacha. Nataka nitoe mfano moja. Kama kiongozi, lazima uelewe maagizo unayepewa ni ya muhimu sana, ni ya muhimu sana, lakini lazima uelewe kuyasimamia itakugharimu wewe, itakugharimu wewe. Na itakugharimu vipi? Ni lazima uwe makini ya kile unachoambiwa. Lazima uwe makini sana, usichukue jambo la kawaida. That is why wewe ukiwa hapa ukisikiliza vizuri, hata mtu mwingine pia atasaidika katika kusikiliza kwako. Ukisikiliza vibaya, hata wewe kupokea kwako itakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo kufunga ni neno lililoambia acha, ukaacha. Kufunga ni yale mambo anaambia usifanye, acha. Kufunga anaambia usiguze, acha. You are fasting. Kwa hivyo kuna vitu ambao katika Biblia, kuna family moja ndogo, baba yao kabla hajafa aliwauzia mambo fulani, na akaambia mambo haya msije mkayafanya mpaka kifo chenu. Nikuulize wewe unaweza kusimamia hiyo? Na hebu imagine wale waliambiwa kama a small group of people, na baba yao akawaambia tu haya sitaki myafanye, nyinyi mabinti zenu, watoto wenu, na kamaliza, akaenda. Lakini ni ajabu, hii family ndani ya Israel, Biblia inasema baada ya kutoka utumwani, walizidi kusimamia yale as a fasting, kama mfungo wa maisha yao. Na unajua tutaendelea kuangalia, kwa sababu mfungo pia ni kama ni sehemu ya nadhiri. Ukiambia Mungu sitafanya hivyo, that is fasting. Ni lazima usimamie sana. Hebu tuangalie hii jamii ndogo, wanaitwa watu gani? Wanaitwa Kiingereza ninawaita the Rechabites. Hawa Rechabites ni kajamii kadogo sana kwa watu, lakini kuna vitu ambao waliambiwa na baba yao wasifanye kama mfungo wa maisha yao, na kaenda kawawacha. Jamaa walisimamia. Hebu tusome habari za these Rechabites people kwenye Jeremiah 35. Yeremia 35. Yeremia 35 inasemaje? Tunaangalia haya mambo ya Rechabites. Nasemaje? Yeremia 35 na mstari wa kwanza. Twende pale, nasemaje? Yeremia 35 mstari wa kwanza.
Neno la Bwana linasemaje? Yeremia 35. Mna mababu ya Kiswahili, wakati mwingine mtandao ukifanya ya kufanya tunakwenda tu. Tusome Yeremia 35 mstari wa kwanza, yote kwa ajili ya Bwana. Neno la Bwana linasemaje? Yes, pastor. Yeremia 35 mstari wa kwanza. Twende. Neno. Yes, soma. Asante Yesu. Yeremia 35 mstari wa kwanza. Inasemaje? Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia mtumishi wa Bwana. Kutoka kwa Bwana. Kutoka kwa Bwana. Katika siku za Yehoyakim mwana wa Yosia. Endelea. Mfalme wa Yuda kusema. Inasemaje? Enenda nyumbani kwa Warekabi. Nenda nyumbani kwa Warekabi. Ukanene nao. Ukanene nao. Ukawalete nyumbani kwa Bwana. Ukawalete nyumbani kwa Bwana. Katika chumba kimoja. Katika chumba kimoja. Ukawape divai wanywe. Usikilize vizuri sana. Huyo ni nabii anaambiwa aenda achukue watu awape divai sawa na kileo walewe. Endelea, soma vizuri. Basi nikamtoa Yaazania. Ndiyo. Mwana wa Yeremia. Mwana wa Yeremia. Mwana wa Hebasinia. Twende. Na ndugu zake. Na ndugu zake. Na wanawe wote. Na wanawe wote. Na nyumba yote ya Warekabi. Yaani walikuwa wamebebwa wote, kasoro hakuna mmoja alibaki. Twende. Nikawaleta ndani ya nyumba ya Bwana. Twende. Ndani ya chumba cha wana wa Hanani. Endelea. Mwana wa Igudaria. Ndiyo. Wa juu ya chumba cha Maasea. Ndiyo. Meruka mstari mmoja. Hanania mwana wa Igudaria. Ndiyo. Mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu. Kilichokuwa karibu na chumba cha wakuu. Sawa. Nacho kilikuwa juu ya chumba cha Maasea. Twende. Mwana wa Sharum. Twende. Bawabu. Sawa. Nikaweka mabakuli yaliyojaa divai. Nikaweka mabakuli yaliyojaa divai. Na vikombe mbele ya wana wa nyumba ya Warekabi, nikawaambia. Na vikombe mbele ya nyumba ya wana wa Rekabi, akamwambia. Nabii anawaambia nini? Nyweni divai. Nyweni divai. Endelea. Lakini wakasema. Hatutakunywa divai. Hatutakunywa divai. Kwa maana Yonadabu mwana wa Rekabu. Yonadabu mwana wa Rekabu. Baba yetu alituamuru akisema. Baba yetu aliamuru akisema. Msinywe divai. Msinywe divai. Ninyi wala wana wenu. Ninyi na wana wenu. Hata milele. Hata milele. Endelea. Wala msijenge nyumba. Wala msijenge nyumba. Wala msipande mbegu. Wala msioteshe kama watu wengine. Wala msipande mizabibu. Wala msipande mizabibu. Wala msiwe nayo. Wala msiwe nayo. Bali siku zenu zote. Lakini siku zenu zote. Mtakaa katika hema. Mtakaa katika hema. Mpate kuishi siku nyingi. Mpate kuishi siku nyingi. Katika nchi ambayo mnakaa ndani yake. Katika nchi ambayo mnakaa ndani yake. Hali ya ugeni. Hali ya ugeni. Endelea. Nasi tumeitii sauti ya Yonadabu. Na sisi tumeitii sauti ya Yonadabu. Mwana wa Rekabu baba yetu. Mwana wa Rekabu baba yetu. Katika yote aliyotuamuru. Katika yote aliyotuamuru. Kwamba tusinywe divai. Kwamba tusinywe divai. Siku zetu zote. Siku zetu zote. Sisi na wake zetu. Sisi na wake zetu. Na wana wetu. Na wana wetu. Na binti zetu. Na binti zetu. Wala tusijijengee nyumba za kukaa. Wala tusijijengee nyumba za kukaa. Wala hatuna shamba la mizabibu. Wala shamba la mizabibu. Wala konde wala mbegu. Wala konde wala mbegu. Bali tumekaa katika hema. Bali tumekaa katika hema. Nasi tumetii tukafanye sawasawa na yote aliyotuamuru Yonadabu baba yetu. Amerudia tena, endelea. Lakini ikawa Nebukadreza mfalme wa Babeli. Ndiyo. Alipopanda akaingia nchi hii. Ndiyo. Ndipo tukasema. Haya twende Yerusalemu.
tukiliogopa jeshi la Wakaldayo, tukiogopa jeshi la Wakaldayo, na tukiliogopa jeshi la Washami, na tukiogopa jeshi la Washami, basi hivyo tunakaa Yerusalemu. Ndiyo, endelea. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, ndipo neno la Bwana likajia Yeremia kusema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi. Anasemaje? Enenda ukawaambie wana wa Yuda, enenda ukaambie wana wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, na wenyeji wa Yerusalemu, je, hamtaki kupokea mafundisho? Je, hamtaki kupokea mafundisho? Myasikilize maneno yangu, myasikilize maneno yangu, asema Bwana. Asema Bwana. Maneno ya Yonadabu mwana wa Rekabu, ndiyo, aliyowaamuru wanawe kwamba wasinywe divai, ndiyo, yametimizwa, na hata leo hawanywi, maana hawaitii hiyo amri ya baba yao, maana wameitii hiyo amri ya baba yao, maana waitii hiyo amri ya baba yao, maana wanaitii hiyo amri ya baba yao. Lakini mimi nimesema nanyi, nasema nanyi, nikiamka mapema na kunena, ndiyo, bali ninyi hamkunisikiliza mimi. Jamani, hapo fungo. The Rechabites, a small family. Baba ya tena aliwapa masharti, wewe unaweza kufungisha, usijenge nyumba, usipande msabibu, usikunywe divai atwende vizuri, na usifanye moja, alafu istoshe wanaambia na makazi yako ni kujenga ka tent, be there. Alafu kaenda hawa vijana. Biblia inasema this family, Nebukadnezar akawakoroga, akawapeleka utumwani, akaharibu Jerusalem, akaharibu everything. So when they came back, waliporudi wakasema, jamani, pamoja, wakajikuta wamekaa ndani ya Jerusalem. Na wakikaa ndani ya Jerusalem sio kupenda kwao, which means sasa Mungu akamtuma Jeremiah, akaambia okote ile jamii ambayo inaitwa Warekebu walete ndani ya nyumba yangu mimi, ndani ya hekalu. Tena anambia wape divai wanywe. God is speaking to a man of God. Ambia nenda waokote wote. Kwa nini? Sababu wameenda ukaa Jerusalem, hawajaambiwa. Sasa Mungu akaona either wako disobedient, kwa walikuwa na sababu. Lakini mtihani inaletwa ndani ya hekalu. Naambia nenda waambie, wakaenda wakaletwa, wakaambia tena Jeremia anaambia wape divai wanywe. Kwa nini wanywe hekaluni? Ndio ilikuwa mwisho wa kifo chao. Na ndio Biblia inasema Jeremia akaenda, Bwana asema jooni na watoto wenu na mabinti zenu na wote nyumba zenu. Wanafikiri ilikuwa ni sherehe, wanaenda kuangalia kama hiyo mfungo wanatii. Neno la Bwana linasema walipoenda pale, wamefika katika ile chumba, tena wameweka kwenye vyumba vya kikuhani, wamekaa hapo tena mbele ya wakuu, wamekaa pale. Then Mungu anamwambia Yeremia, toa vikombe na mabakuli ya divai makubwa makubwa wapatie waje. Jamaa wanatolewa divai na njaa yao. Jeremiah, neno la Bwana linajaribu, neno la Bwana linajaribu. Walikuwa nafikiri ni sherehe wanapewa, ndio ilikuwa siku ya kumalizwa kwao. Jeremiah akaleta divai, akamwambia kunywe, tena wameletewa na vikombe vizuri, kunyweni. Jeremiah alishangaa, wameinua mkono, akasema samahani nabii, sisi hatunywi. Akauliza kwa nini? Asema kuna maneno baba yetu alitufungisha naye. Si ungesema amen jamaa? Wakamjibu Jeremia na shanga, sema mnasemaje? Asema alikuwa nani? Baba yetu alituhusia. Niulize leo, viongozi ni wangapi wanasikiliza sauti ya baba yao katika uongozi huu? How many times? Unajua kunaweza kufika mahali sisi viongozi tukazoea our senior leader, yani hata wakiongea we see nothing, we hear nothing. Yani uasi umejaa. Hata leo akibishopu angesema na mama, jamani fanyeni hivi, nitakuja baadaye, unakuta wengine wakimchungulia hivi ndio wanafanya. Hata kama ulitumwa uende ufanye, hayupo, hufanyi.
you are a failure. You just failed. Biblia inasema wana wa Rekabu waliletwa wakaambiwa tena na nabii. He was not there. Jeremiah hakuwa. Ni Mungu anamkumbusha nabii, anamwambia waambie hawa tuone yale waliambiwa na baba yao kama ati. Jeremiah anashangaa, wanamrudia anasema kuna maneno baba yetu alituambia, we cannot. Aliwaambiaje? Wakarudia vile vile. Tuliambia tusije, tuliambia hivi. Why? Jeremiah anashangaa, kwa hivyo hamjasema we are not. Mungu akasema yes. Akamwambia Yeremia, hiyo ndio somo nitaka ujifunze kwa wana wa Rekabu. Angalia vile walitii maagizo ya baba yao. Sembuse mimi Mungu ninaamuka usiku mchana na nena na Israel, disobedient people. Leaders, tuna changamoto sana in leadership. Kwa sababu mtu akishabebeshwa title fulani anaona that is all. Lakini uelewe ya kwamba hiyo sio kazi nyepesi. Ni kazi inahitaji utii 100%. Mimi naomba kwenye mfungo tufanye zaidi ya wana wa Rekabu. If God can give us a spirit ya wana wa Rekabu, uongozi wetu utakuwa bora. Na mimi tu ndio nawaombea. Najua tunapambana sana, lakini when I read the Bible naona ni kama mimi ndio nimeandikiwa. Naona kama ni mimi, I can try in my generation. Hata kama mtu mwingine hatafanya, me I want to try that. Do you know why? Kama Mungu aliwarecommend, hata wewe inawezekana. Yale yote ambayo Mungu amekuita kuyafanya yako ndani ya majaribu ya sauti ya utii kwenye mfungo, katika maneno uliambiwa. Na Mungu awalinde, Mungu awatende mema. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwenye mfungo huu to overcome ya majaribu madogo. Ni siku chache tutamaliza. 7 days sio kubwa. Hallelujah. Na tunafanya hivi kwa sababu tuna project kubwa mbele yetu. Hata taifa linasubiri haya maombi yetu. Hata neighbors wanasubiri haya maombi yetu. Hata wasiokuwa hapa wanasubiri haya maombi yetu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yaani Mungu ametutime tu tumalize tumekimaliza ni sawa, tumepelekwa hekaluni kupewa divai tukakataa. When we finish and say yes Lord, tumeifanya kwa waaminifu, mlango lazima unafunguka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na Mungu awalinde, Mungu awajaze nguvu, na atie nguvu sana na tushinde. Tusimame. Wastahili ewe